atafuta machozi, poleni wanangu. Ambao hii inatufanya tuweze kutafakari neno la Mungu tukiwa na mwalimu Bartholomeo Amos ambaye yeye kwa wiki nzima nadhani nitakuwa niko sahihi amekuwa akifundisha neno la Mungu. Amekuwa akifundisha neno la Mungu ambalo akifundisha pale kwenye ile kanisa la King's Tabernacle Church ambalo amekuwa akiwatengeneza wanafunzi kwenye ufalme wa Mungu. Na uzuri niko naye hapa, sitakuwa na mengi sana ya kuzungumza, lakini kwa uchache atazungumza kile ambacho amekuwa akikifanya na leo ametuandalia nini kwenye neno la Mungu na sisi tuweze kumakinika. Bwana Yesu asifiwe mwalimu. Amina, amina. Karibu Mbeya. Asante sana. Nimekuwepo hapa tangu siku ya Jumanne. Ndio. Wewe ni baridi lakini nimeizoea. Okay. Umekuwa ukifundisha shule, sijawaambia wasikilizaji wangu ni shule gani, lakini nataka wewe ufafanue kwa lugha rahisi sana. Ni shule ambao umekuwa ukifundisha wanafunzi hawa, na je, tutapata ambao wale wamefuzu kabisa katika ile shule ambao umekuwa ukifundisha? Niambie imekuwa ni shule gani na imekuwaje tangu tumeanza? Okay, asante. Awali ya yote nimshukuru Mungu kwa kunipa neema ya kuwa mahali hapa. Yes, lakini pia nishukuru watumishi wa Mungu ambao wamenialika, Prophet Oi na Pastor Precious Joy. Okay. Tumekuwa na shule ya ushuhudiaji na uinjilisti tangu siku ya Jumanne, na lengo kubwa sana ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunaweza kujifunza na kuangalia mambo ya msingi ambayo kanisa linapaswa kufanya. Yes. Na katika jambo hili tunapoangalia maandiko matakatifu kwenye ile sura ya Mathayo 28:19 hadi 20, ningependa mtumishi wa Mungu asome alafu tuanzie hapo. Inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nami siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yes, msingi mkubwa wa semina tuliyokuwa nayo ni hili agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kuwa amemaliza utumishi wake hapa duniani, baada ya kuwa amekufa msalabani, akafufuka na akarudi kwa Baba, alituachia agizo la kuhubiri Injili. Injili ni habari ya ufalme wa Mungu. Injili ni habari ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya kwa wiki nzima hii, tulikuwa tukiangalia namna tunavyoweza kutimiza agizo hili la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni lazima tutambue kwamba Yesu aliacha kanisa duniani na kanisa ni mali yake. Kanisa sio mali ya watumishi wa Mungu, sio mali ya mtu mwingine yoyote yule. Tunaona kwa mfano katika Efeso 5:23 maandiko yanasema kwamba kama vile mume alivyo kichwa cha mke, ndivyo Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Sasa huyu Yesu ambaye ni kichwa cha kanisa alituachia agizo la kuendeleza kuhubiri kile ambacho yeye alikuja kuhubiri, habari za ufalme wa Mungu. Sasa kwa juma hili tulikuwa tunaangalia kwanza nguvu ya Injili. Nguvu ya Injili. Tukaona kwamba katika ile Rumi 1:16, hebu naomba usome mara moja, Rumi 1:16. Biblia inasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Yes, kwa hiyo kanisa, ningependa niseme hili. Injili yenyewe ina nguvu ndani yake. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya sisi ni kuitamka ile Injili, ni kuhubiri ile Injili. Injili tunaambiwa kwamba ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Tafsiri zingine zinasema ni nguvu ya Mungu iletao wokovu. Neno la Kiyunani ambalo linawakilisha nguvu ni neno dunamis. Na neno hili dunamis inamaanisha nguvu isiyoweza kuzuilika, nguvu ya mlipuko, nguvu ambayo inaweza ikaleta wokovu
kwa kila anayeamini, nguvu inayoweza kuleta badiliko ndani ya maisha ya mwanadamu, nguvu inayoweza kumfanya mtu kuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo tulikuwa tukiangalia kwa kina sana habari ya nguvu na uweza wa Injili. Kanisa mara nyingi tumekuwa tunaogopa kuhubiri Injili, tumekuwa tunaogopa kupeleka habari za Bwana Yesu. Wakati mwingine tunajaribu kusema mbona mimi siwezi kuitetea hii Injili ipasavyo. Nataka niliambie kanisa la Tanzania na kanisa la Nyanda za Juu Kusini pia kwa ujumla wake, ni kwamba Injili kama ilivyo ina nguvu ya kuweza kumwokoa mtu, ya kuweza kumkomboa mtu. Kazi yangu mimi na wewe ni kuisema Injili. Injili ni habari za Yesu Kristo kwamba alikufa na akafufuka. Hebu tuachane na injili ambazo hazileti toba ndani ya mioyo ya wanadamu. Ziko injili nyingi. Paulo anasema kwenye Wagalatia kwamba ole wake atakayehubiri injili nyingine zaidi ya hii ninayoihubiri. Anasema mtu huyo amelaniwa. Kanisa, ninataka niwaambie, naomba sana mnisikilize kwamba wakati umefika sasa, kanisa turudi kwenye injili ya kweli. Ziko injili zinazoendelea ambazo hazileti wanadamu kwenye toba ya kweli. Kuna watu ndugu mtangazaji, ndugu yangu Araskais, Araskais, yes. Nimewahi nalishangaa sana. Siku moja nilikuwa kwenye kituo cha basi pale Dar es Salaam Mbezi Magufuli, nikasikia mpiga debe anasema wale ambao wanataka kwenda kanisani waende warudi na vitu vitakavyonufaisha mwili, basi waende kanisa fulani. Sitalitaja. Okay. Ni kanisa kubwa sana pale Dar es Salaam. Lakini akasema wale ambao wanataka waingie leo kanisani, wameingia wakiwa wenye dhambi, halafu watoke wakiwa wameokolewa kwa sababu kuna injili yenye uwezo wa Mungu letea wokovu, waende kanisa fulani. Pia sitalitaja. Sasa huu ni ushahidi kuonyesha kwamba ziko injili ambazo zingine ni fake. Na kanisa ni lazima tushikamane kuweza kuhubiri injili ya kweli. Na injili fake zimeenea sana, ziko kwenye media. Sasa ni wajibu wetu watumishi wa Mungu ambao bado tumelishika neno la Mungu kwa uaminifu kabisa. Tumekuwa mawakili waaminifu. Ni lazima tupaze sauti. Tutumie media kama hizi Access FM na redio zingine, twende kwenye television, tushikamane wale watumishi ambao bado tunaihubiri injili ya kweli. Wanadamu wanapotea. Katika tafiti moja inaonyesha kwamba kuna jamii 14,020 duniani, jamii za wanadamu, ethnic groups. Na Yesu aliposema twende ulimwenguni kote, kimsingi hakumaanisha mataifa kama Tanzania, sijui Uganda, Marekani. By then, kipindi kile, haya mataifa ya kuwepo. Ukiangalia neno la Kiyunani inamaanisha zile jamii za watu. Sasa tafiti zinaonyesha kuna jamii zipatazo 14,020, na katika hizo jamii 4,487 zimefikiwa kwa 5% tu. Kuna jamii 3,209 hivi hazijafikiwa na injili. Sasa okay, tutarudi hizo jamii ambazo hazijafikiwa na injili. Amen. Atafuta machozi, poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike. Atasema kwa upole na kutufariji, ingeni kwenye raha ya milele. Baada ya tabu za maisha tunazozipitia, magonjwa ya tabu na huzuni ni vya muda kitambo. Wende
tunalia bila msaada. Yote haya yatakoma, kwani kitambo yuaja. Atafuta machozi, poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike. Atasema kwa upole na kutufariji, ingeni kwenye raha ya milele. Atafuta machozi, poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike. Atasema kwa upole na kutufariji, ingeni kwenye raha ya milele. Atafuta machozi, poleni wanangu, karibuni sasa mpumzike. Atasema kwa upole. Tumerejea tena tukiwa na mtumishi wa Mungu Mwalimu Bartholomeo Amos, ambaye yeye anafundisha habari ya uinjilishaji, kitu ambacho ni kizuri. Muda ule ulikuwa unazungumzia kuhusiana na injili kuwafikia mataifa zaidi. Nadhani kama niko sahihi. Ndio. Tuendelee pale ambapo tulikuwa tumeishia. Yes, tulishia kusema kwamba ziko jamii nyingi za wanadamu duniani hazijafikiwa na injili, na jamii hizi zinapatikana zaidi kwenye kati ya latitudo 10 mpaka 40 kaskazini ya equator, inajulikana kama 1040 window. Na katika eneo hili kuna watu takribani bilioni 3.5 hawa hawajasikia injili ya Yesu Kristo. Okay. Kwa hivyo watumishi wa Tanzania, ni vizuri tukatambua kwamba utumishi wetu wa kuhubiri injili sio tu Tanzania. Tunaweza tukawa tunang'ang'ana kubaki Tanzania na kubaki katika maeneo ambayo tayari injili imefika, lakini tukasahau kuna roho nyingi za wanadamu bado ziko dhambini. Kwa hiyo tunatakiwa tupanue wigo, tuwaze kimataifa. We have to think globally. Internationally. Yes, internationally. Na katika East Africa, Tanzania ni nchi ambayo imekuwa na watumishi ama wamishonari wachache. Wamishonari wachache. Tanzania tuna wamishonari kama 470 tu duniani kote. Population ya watu milioni 60, tungetarajia tuwe na wamishonari wengi. Kwa hivyo watumishi wa Mungu, wakati tulio nao si wakati wa kubaki mahali fulani kwenye comfort zone, mahali tulipopazoelea. Tunatakiwa tuangalie mbali zaidi. Mungu hapendi mtu yeyote apotee. Anatamani wote waifikie toba ya kweli. Yes, anatamani wote waifikie toba ya kweli, kama Petro wa pili 3:9 inavyozungumza. Lakini nataka tu nikuonyeshe hata hapa Tanzania lazima tufungue macho zaidi. Baadhi ya tafiti zinaonyesha hapa Tanzania kuna baadhi ya makabila ambayo hayajafikiwa kabisa. Wadigo 0.2%, Wandengereko pia 0.2%, kuna Wahadzabe na sehemu mbalimbali. Kwa watu wa Mungu, ili tuweze kufikia kila jamii ya wanadamu hata hapa Tanzania, kazi ya injili ni ya kila aliyeamini. Kuna dhana potofu ambayo imejengeka kwamba kuna wainjilisti, wale kundi dogo ndani ya makanisa ndio wenye wajibu huo. Biblia inaniambia kwamba kila aliyeokoka amepewa Roho Mtakatifu, na kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni kutupa nguvu ili tuwe mashahidi wa Kristo. Ndivyo tunavyoambiwa katika Matendo 1:8, tuweze kuhubiri injili ya Kristo. Kila aliyeokoka ni mhubiri wa injili. Kwa kufanya hivyo, kila mtu akihubiri injili, kule ofisini kwako ukahubiri injili, kwenye biashara yako ukahubiri injili, mtaani unakoishi ukahubiri injili, unaposafiri nchi yoyote
ni mfanyabiashara umeokoka, ukawaambia watu habari za Yesu, tutaweza kuwaleta watu wengi kwa Kristo. Lakini pia mimi ni mwalimu wa chuo cha Biblia, nimekuwa nikifundisha watumishi mbalimbali, kinaitwa New Life Leadership Academy. Tunafundisha theolojia na uongozi wa Kikristo. Nimekuwa nikifundisha somo hili, ninapoongea na wachungaji katika somo hili, nimekuwa nawauliza, hivi katika program za makanisa yenu, katika mipango ya mwaka kwa makanisa yenu, budget ya kuhubiri injili ama mpango wa kuhubiri injili, mmeuwekea kipaumbele kwa kiasi gani? Mmeweka budget kiasi gani? Mtu wa Mungu naye nisikiliza, wengi wa wachungaji walikiri kwamba wana mipango mingi, wana budget kwa ajili ya ujenzi, kwa ajili ya kusaidia wahitaji, lakini walikiri kwamba hawana mipango madhubuti kwa ajili ya kuhubiri injili. Kwa ajili ya kuhubiri injili. Na hii ni jambo ambalo linaumiza, kwa sababu unakuta makanisa tuna program nyingi zinazohusu Wakristo ama washirika ambao tayari wamekwisha kuokoka. Tunabaki ndani ya kanisa muda mrefu, tuna muda mchache sana wa kutoka nje kuambia watu habari za Yesu. Tumishi unayenisikiliza, wewe mwenyewe unaweza ukachunguza, ukaangalia mwaka 2026 ni muda gani tangu Januari mpaka sasa mmetumia siku ngapi kuhubiri injili mitaani, kuambia watu habari za Yesu? Mmeweka semina za kuhamasisha utumishi wa kuhubiri injili, shule za uinjilisti mara ngapi? Hata miezi iliyosalia ya mwaka huu, je, miezi iliyosalia kuna ratiba yoyote? Kuna mkakati wowote upo? Utagundua kwamba wengi hamna hiyo mipango, na hii ni hatari sana. Kanisa lolote la mahali pamoja ni tawi la ufalme wa Mungu. Amen. Kwa hiyo ni lazima tuwajibike kama tawi la ufalme wa Mungu. Sisi ni mawakili wa injili. Sisi ni mawakili wa injili. Imetupasa kuhubiri injili, sio hiari, ni lazima. Bwana wetu Yesu Kristo aliye kichwa cha kanisa alituachia agizo. Kwa hiyo inasikitisha sana, na niko mahali hapa kwa kweli kuhamasisha kanisa la Tanzania, kwa sababu na nyanda za juu kusini, popote mnaponisikia, watumishi wa Mungu tutadaiwa. Ni ole kama hatutahubiri injili, lile andiko tulioanza nalo kusoma. Yes, katika Rumi 1:16 ni ole. Kwa hiyo watu wa Mungu tusinyamaze. Shetani yeye kila leo ameweka mikakati mingi sana ya kuwapoteza wanadamu, ya kuwapoteza watu wa Mungu. Tunaona dhambi imeenea kila mahali, na sasa hivi uovu unaonekana kama vile ndio wema. Waovu wanashangiliwa. Ni kazi yetu kuamka sasa na kuhubiri injili. Na kumbuka, mtu wa Mungu, injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Usiogope. Watu wa Kristo, makanisa mbalimbali, watu wa Mungu, tumekuwa na visingizio vingi sana kuhusu kuhubiri injili. Wako ambao wanasema hawana muda wa kuweza kuhubiri ama kushuhudia watu, lakini cha ajabu, tuna muda mwingi wa kupita TikTok, tuna muda mwingi wa kuwa WhatsApp, tuna muda mwingi wa kuwa Facebook. Huo muda na tunaangalia vibonzo, vichekesho, mambo yasiyo ya maana. Huo muda ungeweza kuutumia kuandika ujumbe mfupi tu: Yesu anaokoa, tubu dhambi zako, hukumu iko mbele yako. Tungeweza kuhubiri watu. Lakini hata mahali tunapokuwa kila siku, kama wewe ni mfanyakazi, una wafanyakazi wenzako, wengi hawajaokoka, waambie habari za Yesu. Uko kwenye biashara zako sokoni, wengi hawajaokoka, waambie habari za Yesu. Na nielewe, kwa kisingizio kwamba huna muda, sio kweli. Wengine wanasema, unajua, mimi sijui namna hata ya kuwahubiria, namna ya kuwashuhudia watu.
Mtu wa Mungu, nataka nikwambie hivi, kama umeokoka, wewe una ushuhuda. Unaweza tu ukaanza kwa kuambia vile Yesu alivyofanya katika maisha yako. Unakuta zamani wewe ulikuwa jambazi, halafu ulipomwamini Yesu sio jambazi tena. Ushuhuda wako huo unatosha kabisa kumbadilisha mtu mwingine. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kuhubiri. Visingizio vingine vyote havina maana. Kuna wengine wanasema, unajua haiba yangu bwana, siwezi kuhubiri, mimi sio mzungumzaji mzuri, mimi sina maarifa zaidi. Nataka nikwambie, Musa naye alijitetea hivyo hivyo, lakini Mungu akamwambia, nitakupa msaidizi ambaye ni Haruni. Sisi leo wa Kristo tuna msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mpe nafasi Roho Mtakatifu akusaidie. Wewe sema machache unayoyajua, hata kama unajua andiko moja tu. Ninaamini ile Yohana 3:16, kwa yeyote aliyeokoka. Huu ni kama wimbo wa taifa. Unajua, unaweza ukaanzia hapo. Roho Mtakatifu yupo kuwashuhudia watu habari ya dhambi zao na hukumu na haki. So unapohubiri, unapotoa neno la Mungu, Roho Mtakatifu analithibitisha ndani ya mwenye dhambi, na mwenye dhambi anafika mahali Roho Mtakatifu anaweka toba ndani yake. Unaweza ukazungumza maneno machache tu na watu wakafanya nini? Watu wakamwamini Yesu Kristo. Viko visingizio vingi, watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, huwa tunasema hatuna bajeti za kutosha, hatuna fedha za kutosha. Lakini kama tutawafundisha watu wa Mungu, wa Kristo, washirika, kwamba kila mahali walipo wakahubiri injili ya mtaa kwa mtaa. Kwa mfano sisi wiki nzima hii tumekuwa tunaingia mtaani kuhubiri. Haihitaji gharama, inahitaji gharama kidogo tu. Tumeenda vituo sehemu mbalimbali, Isanga na mahali pengine kule, tumeenda Mbata huko, tumeenda Soko Matola huko, tunatembea kwa mguu. Hii ni gharama pia ndogo tu unayoweza kuitoa. Kwa hiyo habari ya mabajeti ya mamilioni ya pesa, hiki ni kisingizio kingine kwa watumishi wa Mungu. Tuhubiri injili kuanzia pale tunapoweza. Hatutakiwi kuwa na maspika makubwa, sijui kuwa na waimbaji wengi tumewalika. Hapana, ni watu tu kwenda mahali mlipo, halafu mwambie habari za Yesu. Watu wa Mungu, visingizio vyote mbele ya Mungu havina mashiko. Havina mashiko. Kwa hiyo ningependa kwa kweli kabisa nisisitize jambo hili. Kama mhubiri wa neno la Mungu, mwalimu wa neno la Mungu, mwalimu wa chuo cha Biblia kwa miaka kadhaa, nimeona namna ambavyo kanisa limeacha wajibu wake wa msingi. Wajibu wa msingi wa kanisa ni kuhubiri injili ili watu waokolewe. Mungu hapendi mtu yoyote apotee. Kwa namna moja ama nyingine, shetani ametumia hila ya namna ya juu sana. Tumeweka kipaumbele kwenye program ndani ya makanisa kwa ajili ya waliookoka tu, watu walioko makanisani. Tumesahau watu walioko nje ya kanisa, ndiyo hasa Yesu bado anawatafuta. Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. Watu wengi bado wamepotea. Na mtu wa Mungu, nikwambie, kanisa, watumishi wa Mungu, kanisa pekee, watu waliokolewa kwa damu ya mwana kondoo, ndio ambao wamepewa uwezo wa kuibeba hii injili. Tumepewa mamlaka, Kiunani inaitwa exousia. Tumepewa mamlaka kuhubiri injili. Tumepewa haki ya kuhubiri injili. Na tunapohubiri, watu wanaokolewa. Roho mwenyewe anawavuta kwa Kristo. Anawavuta kwa Kristo. Hebu tuamke, watu wa Mungu. Tuamke, tuifanye kazi ya Mungu. Watu wanaangamia. Watu wanaangamia. Na unaweza hata ukaangalia wewe mwenyewe, wewe kwenye familia, unaweza kukuta wewe peke yako ndio umeokoka.
Wengine 6, 7 hawajaokoka. Hiyo peke yake inatosha kukuonyesha vile ambavyo Watanzania wengi hawajaokoka, wana Mbeya wengi hawajaokoka, wana Songwe wengi hawajaokoka. Kila mahali mnaponisikia wengi hawajaokoka. Kwa hiyo tuwe na shauku ile ile alionayo Mungu ya kuwatafuta waliopotea, ya kuwatafuta waliopotea. Mtu wa Mungu, kanisa inatupasa tuamke. Inatupasa tuamke. Tuhubiri injili kwa bidii. Yesu Kristo wakati wowote atarudi. Kwa sababu maandiko yanatuambia hatujui siku wala saa. Na nipende pia kusema upendo wa juu sana ambao kanisa tunaweza tukauonyesha kwa Mbeya yetu, kwa Songwe yetu na mikoa mingine yote ambapo sauti hii inasikika, kwa Tanzania yetu, Afrika yetu na ulimwengu mzima, ni kuhubiri injili. Kwa sababu injili pekee ndiyo inayoweza kuwatoa wanadamu kwenye dhambi, kwenye uovu. Wakati tulipokuwa tunahubiri kule mitaani, tumekutana na watu mbalimbali, vijana wadogo, wanatuambia, watumishi wa Mungu, sisi tunavuta bangi, ni walevi sana, tumechoshwa na maisha haya, lakini hatujui namna ya kutoka. Tukawambia, mwaminini Yesu, yeye anaweza kuwabadilisha. Alibadilisha watu waovu zaidi pamoja na mimi ninayehubiri. Alibadilisha watu wengi sana, walevi, mashoga, majambazi, akina Sauli, mpaka wakawa ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo kanisa, unaweza kuona vile ambavyo watu wako kwenye mateso na hakuna injili ya kutosha kule mahali walipo. Tumebaki makanisani muda mwingi, hatuwafikii wale mahali walipo. So upendo wa hali ya juu sana ni sisi kutoka na kuhubiri injili. Inaanza na Mkristo mmoja mmoja, mtu mmoja mmoja. Maandiko yanasema kwenye Ezekiel 22:30, Mungu anamtafuta mtu mmoja atakayesimama mahali palipobomoka ili aweze kupatengeneza, ili aweze kuweka sawa. Mtu wa Mungu, Mkristo yeyote uliyeokoka, unaposimama kuhubiri injili, unampa Mungu nafasi ya kutengeneza mioyo ya watu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Endapo ungependa kuuliza swali lolote, basi wasiliana nami kupitia 0655 05 32 32 0655 05 32 32. Watumishi wa Mungu, tushikamane, tuungane pamoja, tuipeleke injili ya Yesu Kristo mbele. Tupo wengine hapa kusaidiana na makanisa sehemu mbalimbali ili tuweze kujenga mwili wa Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa kumalizia, mtumishi, kuna yule ambaye amekata tamaa, anahitaji kuombewa. Kuna yule ambaye anatutazama hivi sasa, kuna namna fulani hivi amekata tamaa, anahisi kama Mungu amemwacha, anahisi kama Mungu hayuko pamoja naye. Hebu mpe neno la faraja tunapotamatisha kwa ombi, alafu utamalizia tena namba ya simu. Amen. Basi ningependa kusema ya kwamba wewe ambaye umevunjika moyo, umekosa tumaini katika maisha, una mwelekeo, unatamani hata tungekufa, nataka nikwambie, jamii imekutenga. Neno la Mungu linasema Mungu amekuchora kwenye kitanga cha mkono wake. Mungu amekuchora kwenye kitanga chake. Tena neno la Mungu linasema baba na mama wanaweza wakakuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha kamwe. Ninataka nikwambie, liko tumaini. Amen. Muamini Yesu, njoo kwa Yesu, mkimbilie Yesu. Atakupa wokovu, atakubadilisha, atakupa amani, atakupa tumaini jipya. Na kwa hivyo maisha ndani ya Yesu
ni kila kitu. Maisha nje ya Yesu ni mateso makubwa. Kwa hiyo njoo kwa Yesu, atakupa tumaini. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu leo ninapokwenda kuomba pamoja nawe, yuko tayari kukupumzisha, yupo tayari kukupa tumaini, yupo tayari kukupa amani. Jambo moja tu, amini ndani ya moyo wako kwamba alikufa kwa ajili yako, alikufa kwa ajili ya dhambi zako, halafu kubali kumkiri kwa kinywa chako kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi. Kwa hiyo kabla sija kwenda kuomba, wewe ambaye unaona umechoshwa na maisha ya dunia na unataka tumaini jipya, sema maneno haya mafupi baada yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Ninaamini ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu, na leo ninakiri kwa kinywa changu kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakukaribisha utawale maisha yangu. Asante kwa kuniokoa. Sala fupi hii imekuingiza kwenye ufalme wa Mungu. Naamini umeokoka. Na popote ulipo, tafuta kanisa ambalo linaamini habari ya wokovu. Nenda kwa mchungaji, mwambie nimeokoka kupitia redio ya Access FM. Lakini pia nikukaribishe kanisani pale Kings City Tabernacle Church. Tuko nyuma ya TRA pale. Wewe ambaye uko maeneo ya karibu mjini pale, Mbeya mjini, karibu tuendelee kukufundisha. Nitakwenda kuomba sasa. Injili ni uwezo wa Mungu letao wokovu. Unaweza kuokoa. Amen. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru kwa sababu Injili ni uweza wako uletao wokovu. Injili ni uweza wako unaoweza kuponya. Injili ni uweza ambao unaweza kuleta tumaini jipya ndani ya mwanadamu. Katika jina la Yesu Kristo, kila ambaye anatusikia wakati huu akiwa amekata tamaa, ninaomba Bwana, nguvu na uweza wako uwe juu yake, ukalete tumaini jipya. Yule ambaye anatamani kujua sahi, Bwana, ninaomba roho ya mauti ikamwachie katika jina la Yesu Kristo. Yuko ambaye ni mgonjwa, ameenda kwa madaktari, mahospitali mengi, bado hajapata jibu. Amekwenda kwa waganga wa kienyeji, bado hajapata jibu. Mungu, wewe unaitwa Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Ninaachilia sasa nguvu na uweza wako wa kuweza kuponya juu ya mtu huyu anayenisikiliza. Katika jina la Yesu, ninaamuru uponyaji, uwe mzima, uwe na afya njema katika jina la Yesu Kristo. Yuko ambaye amefika mahali ambapo hana tumaini lolote, kazi zote anazofanya ni hasara tu. Bwana, ninaomba ukamsimamie yeyote ambaye Bwana anakutumainia wewe. Uliahidi kubariki kazi ya mikono yake. Asubuhi ya leo Bwana, achilia uweza wako juu ya kazi za watu wako. Iwe ni biashara, ziwe ni kazi za kuajiriwa. Bwana, ukawabariki, ukawatunze, na zaidi ya yote Bwana, ninazidi kuomba neema ya wokovu ikawe juu ya kila ambaye anatusikia saa hii, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea afya, pokea furaha ya Bwana, pokea uzima, pokea amani katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa yule ambaye ameokoka, kwa wewe ambaye umeokoka, umempokea Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi mtumishi anamalizia hapa. Anataja namba yake ya simu, utatuma jina lako. Ikiwa unaitwa John, unaitwa Joseph, unaitwa Imani, basi tuma jina lako kupitia namba ya mtumishi hii, alafu mtumishi ataendelea kuomba na wewe kwa safari yako ya kukua kiroho kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Karibu mtumishi, tunavotamatisha. Asante. Basi ikiwa andika namba hii 0655 05 32 0655 0655 na namba nyingine ni 0717127291. Narudia tena ni 0717127291.
17127291. Amen. Mungu awabariki sana. Watumishi wa Mungu, tushikamane tuipeleke Amen. Injili ya Yesu mbele. Amen. Amen.